kuwa na vifungo mbadala ambavyo kimsingi vifungo hivi vinapelekea kuleta faida kubwa kwa nchi, kwa maana ya kupunguza msongamano wa magereza, lakini vivyo hivyo kuwafanya hii jamii iendelee kuwa attached kwenye upande wa jamii, kwa maana ya wafungwa wanaofungwa chini ya miaka minne anakuwa na fursa ya kufanya kifungo chake au kutumikia kifungo nje ya gereza, lakini wakati huo akipata fursa ya kuweza kukutana na familia yake au kufanya majukumu mengine ambayo ni ya msingi. Hii ni moja ya eneo la msingi na kubwa ambalo duniani kote limeshakusha kuanza kufanya kazi, na kwa sisi kwa sheria tulio nayo tayari pia huduma za jamii ambayo ya mwaka 2002 na marekebisho yake ya mwaka 2004 kwa maana ya kwanza kutumika kwake kumepelekea kuleta faida nyingi chanya kuliko hasara, na kwa kweli hasara kimsingi hatujaziona zaidi ya faida. Ukiangalia kwa upande wa serikali ilikuwa na jukumu kubwa la kulisha wafungwa kwa wingi, ambapo sasa idadi ya wafungwa inapungua kwa sababu ya uwepo wa huduma kama hii ambayo inatolewa na kamati hii kwa kupitia parole, lakini pia kupitia kamati hii maalum ya huduma za jamii. Lakini vivyo hivyo katika eneo la kulazimika serikali kujenga magereza mapya, hakuna gharama zinazokwenda kwa sababu msongamano wa wafungwa haupo, na kwa sababu kuna huduma nyingine na vifungo mbadala ambavyo vinapunguza ulazima wa kuwa na msongamano wa wafungwa. Lakini vivyo hivyo kwa upande wa jamii ni wanufaika wakubwa wa huduma na aina ya vifungo ambavyo wafungwa hawa wanafungwa, kuja vifungo vya nje ambapo wanaenda kusafisha au kufanya usafi kwenye maeneo ya umma kwa maana ya public places, mojawapo hospitali, kwenye maeneo ambayo ni ya miundombinu ambayo faida zinakuja kwenye jamii, labda shughuli za upandaji miti. Hizi zote tunajua faida yake ni chanya, hasa katika kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi. Na yapo mambo mengine mengi, ukiangalia kwa sehemu kwa ukubwa wake sana, ongeza kuangalia wenzetu wa Wizara ya Fedha, jinsi ambavyo kamati hii ya huduma za jamii inavyofanya kazi kubwa ya kuokoa fedha za serikali. Mathalan, kwa mfano, katika kipindi kifupi hiki kuna zaidi ya takriban wafungwa 5,000 kwa ufupi tu, ambapo kama ongeza kutumia shilingi 5,500 kwa siku kwa gharama za chakula, na pengine huwa gharama ni zaidi ya hapo, kwa sababu kuna ya matibabu, kuna gharama nyingine za ulinzi, kuna gharama nyingine za ziada ambazo angehitaji labda kutumia maji, angeongeza bili. Kwa kupigia hesabu tu ndogo ya shilingi 5,000 wanaokoa shilingi bilioni 21. Sasa shilingi bilioni 21 hata ungegawa milioni 500 ungejenga vituo vya afya vingapi katika serikali? Kwa uokovu wao wanaokoa fedha nyingi sana ya serikali, ingawa huwezi kuiona in cash. Na hili ndio iwe spirit ya Wizara ya Fedha pia kuona, pamoja na mamlaka za serikali, mamlaka za serikali za mitaa huko chini, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya watoe ushirikiano mkubwa kwa mwenyekiti wetu wa kamati hii Mheshimiwa Jaji Stephen Magoiga na wanakamati wote kwenye yale ambayo wanayapendekeza na kuyashauri upande wa serikali, hata Wizara ya Mambo ya Ndani, Katibu Mkuu aweze kuliona hili na jamii pia iweze kupokea hawa wafungwa wanaokuja kwa vifungo vya nje ambavyo ni vifungo mbadala, na jambo hili lina tija kubwa kwa nchi yetu.